Mheshimiwa Mwenyekiti, la kwanza nimshukuru na nimpongeze Waziri wa Mambo ya Ndani ndugu yetu Bashungwa, anaitwa ni klaka wa mama, anapewa kila eneo lenye matatizo anapeleka na maliza. Ni mtu mahiri sana, lakini mmoja wapo waziri wa staarabu sana katika nchi yetu. Na kupongeza kwa kazi nzuri. Mpongeze wa naibu wake Silo, mchapakazi, ametoka kwenye budget, ameshika vizuri wizara na kusaidia. Katibu mkuu wa wizara, IGP Wambura anatoka kwenye mkoa wa Mara, ametuheshimisha sana watu wa mkoa wa Mara. Anafanya kazi nzuri, maana yake ni kwamba akistaafu mama tena ataona mkoa wa Mara unastahili tena kupata mtu wa aina hiyo. Ametuheshimisha sana, namshukuru sana. Lakini kuna mama yetu yule anafanya kazi nzuri sana, yule wahamiaji. Sasa sijui yule ataendelea kuwepo, maana yule naona umeongeza hata mikataba. Kama mikataba yake imeisha, niongezeni tu. Anafanya kazi vizuri, msikivu sana yule mama. Anafanya kazi nzuri sana. Lakini watendaji wote wa wizara, mapolisi wote wa wizara wanaofanya kazi, makamishna wote wanafanya kazi nzuri sana. Ndugu zangu wabunge, tukubaliane. Kuna nchi duniani hazina vyombo vya ndani, hazina mapolisi. Zipo nchi duniani. Lakini kwa nchi za Kiafrika kama si Tanzania, polisi wakikosekana hata dakika moja, wote mtakuwa mko ndani. Mtajifungia na mali zenu zote zitaenda. Kwa hiyo mapolisi ni watu muhimu sana katika nchi yetu. Na mimi niombe waziri, tuangalie maslahi ya mapolisi. Tuangalie maslahi yao. Tuangalie wapi tunakwama katika kuwalipa vizuri mapolisi. Wanafanya kazi usiku na mchana. Vyombo vya usalama vyote tuangalie. Tuangalie polisi, wanasema hamna wingi wa polisi. Polisi. Tuangalie namna gani tunawasaidia kupata uwezo wa kuendesha shughuli zao. Nimshukuru Rais kwa kuwapa magari 218. Lakini pikipiki 105. Amefanya kazi nzuri sana kuwapa. Ili tuweze kujenga usalama wa kutosha kwenye nchi yetu, lazima polisi na vyombo vingine vya usalama vipate usafiri na vipate maslahi ya kuwatosha ili wapunguze ghadhabu zao katika maisha yao ya nyumbani. Mheshimiwa Mwenyekiti, Tanzania ni nchi huru. Na sio huru tu. Katika mataifa mengi ya Afrika, sijui kama kuna mengine, sisi ndio Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Taifa letu ndio linaitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni nchi huru. Inahitaji amani, inahitaji usalama, inahitaji ulinzi wake wa kutosha, inahitaji kujilinda yenyewe. Ina utamaduni tofauti, ina siasa tofauti, ina watu tofauti. Tanzania ndio kipekee huko nyuma mpaka leo nadhani. Ulikuwa ukienda Dar es Salaam mpaka uende kwa balozi ndio uende wakujua kama umetokea wapi. Balozi wa nyumba 10 kwa nchi yetu analinda mtu. Hakuna nchi nyingine ya kufanya hivi. Kwa sisi ni nchi pekee ambayo inaweza kufanya kazi zake kwa kujilinda. Tulikuwa tunaongea hapa na wenzangu, tumeona chombo muhimu sana duniani, CNN, kutoka Marekani. Kinasema Rais Samia hapingi wanaharakati. Anapinga kuingiliwa na wanaharakati. Hapingi wanaharakati. Amesema anapinga upotoshaji na kuingiliwa kwa wanaharakati. Kwa hiyo lazima kila nchi iwe na uwezo wake. Kwa sababu gani? Sisi tuna wanaharakati wa ndani, wafanye wanaharakati wao. Lakini sio tupokee wanaharakati kutoka maeneo mengine waje kuingia kwenye nchi yetu. Hapana. Hiyo Bashungwa na IGP Wambura kazi hiyo muifanye iende vizuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa naangalia hapa ripoti mbalimbali. Nimeangalia ripoti ya Global Peace Index ya 2024. Ile ripoti ya amani inasema dunia ya leo imepata misukosuko ya migogoro na ghasia. Na watu wengi wanakufa kwa ajili ya migogoro na hizo ghasia. Duniani, ripoti inasema dunia jipange kujilinda usalama wake katika nchi yake. Ijilinde usalama. Kwa hiyo ripoti imesema wazi 2024. Sasa ni nini kinafanyika? Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lazima alinde usalama wa nchi yetu. Na pengine
Wanasikia maneno tu wasema rais mpore, rais mpore. Hakuna rais aliyewahi kutokea kwa mpore. Haipo. Ndio maana anaitwa amiri jeshi mkuu. Amiri jeshi mkuu maana yake ni kwamba jeshi halifuati sheria, linafuata amri. Sasa huwezi kuwa amiri jeshi mkuu alafu kama mpore. Haiwezekani. Kwa hiyo kwa vyovyote vile rais ni system. Mama Samia ni jina la mtu. Kwa hiyo tunaposema Mama Samia ni rais wa nchi, maana yake anafuata ni amiri jeshi mkuu wa jeshi. Pale ambapo nchi yake inaingiliwa anakuwa tofauti. Na niwaambie wabunge, sio kama mnamtazama mama, siku zote ukimwona mama inaonekana usalama wa nchi unayumba, utamwona machoni. Anabadilika kabisa. Anakuambia, ukisikia mama anasema hii hapana, unajua amefika mwisho. Kwa hiyo rais analinda usalama wa nchi yetu. Lakini nimeona ripoti ya nchi, nimeona ripoti ya index ya Global Peace Index imeonyesha kwamba kuna nchi 10 zaidi Afrika zenye amani zaidi. Nchi 10 ametaja. Nchi ya kwanza ametaja Mauritius, imekuja Madagascar, imekuja Botswana, imekuja Ghana, imekuja Zambia, imekuja Namibia, imekuja Tanzania, imekuja Sierra Leone, imekuja Liberia, imekuja Angola. Haya, mama anaposema, rais wetu anaposema nchi yetu ni nchi pekee ya kimbilio la Afrika Mashariki, unakataa nini? Wewe unakataa nini? Ripoti imesema katika nchi zilizotajwa hapa, nchi za Afrika Mashariki ni Tanzania pekee yake. Nani ya 7? Kwa hiyo sisi tulikuwa kwanza tunaenda hivi, tuenda mwishoni tutakwenda kuanguka kama tutalinda nchi yetu. Kwa niwaombe kwamba katika nchi yetu lazima tulinde amani yetu. Tumekuwa uhuru wetu tulipata tofauti. Ni moja ya nchi zilipata uhuru wake, uhuru tuliopata ulikuwa ni uhuru wa amani. Hatukutoa damu. Tulipata uhuru wa damu. Mimi nimetazama clip nyingi sana. Niwashukuru sana wale viongozi wa Kenya na wananchi wa Kenya waliopinga hatua za wale watu wanataka kuja kutuingilia hapa. Wamepinga sana. Nimeona wananchi wanapinga, nimeona viongozi wanapinga. Tunawashukuru sana. Lakini tunawalani wale wanaoandika rais vibaya. Wale wanatukana rais wetu. Tunawalani sana. Lakini Kenya ni nchi yetu. Sisi tuko pamoja, tunapendana, tunafanya biashara, tuishi pamoja. Na niwaombe marais wasiingilie hivyo vitu vya watu wahuni hawa, wanakuja tuvuruga na wenyewe tukaingia kwenye uhuni hapa. Wakubaliane kwamba wale wote ambao wanatenda nje ya sheria wakamatwe katika nchi zao. Kwa sababu siasa za Kenya sio siasa za Tanzania. Kwa hiyo niombe, niwashukuru sana wale watu wa Kenya wanaokataa mambo hayo, wanaopinga uhalimu waliofanya wanaharakati waliokuwepo ili tuendelee na nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimezungumza hayo kwa sababu nchi yetu inahitaji amani. Tunahitaji amani sana 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 sana. Hakuna mtu anaweza kupinga, hakuna mtu anaweza kusema kwamba tunaweza kuendelea. Wameonyesha kwanza shirika la fedha duniani limeonyesha mpaka sasa nchi yetu pato la taifa ni bilioni 85.6. Limeonyesha, linasema kwamba kama Tanzania itaenda na amani yake hivyo hapo ilivyo, ikifika 2028 nchi yetu itakuwa na pato la kitaifa ambalo litakuwepo bilioni 136. Sasa kama hatuwezi kulinda mikakati yetu ya kimaendeleo, hatuwezi kulinda miradi ambayo tunayo ya mikakati, hatuwezi kufikia hilo pato. Kwa hiyo tunaomba amani yetu iendelee kulindwa. Viongozi wetu wa polisi, viongozi wetu wa kijeshi na watu wote kwa Tanzania tuendelee kulinda amani ya nchi yetu. Lakini pia niombe serikali ya CCM huko tunakokwenda tuanze kufanya vetting. Tuanze kufanya vetting ya watu wanaoingia madarakani. Hata sisi wabunge tufanywe vetting. Hii habari ya kuandaa watu na kuwapa madaraka alafu katikati hapa anaanza kutukana serikali, hapana, tufanye vetting. Wazalendo wa nchi hii waendelee kupewa vyeo. Wale wahuni wakae pembeni. Nakushukuru sana, naunga mkono wote. Asante sana Mheshimiwa.